24. Neno la Mungu linasema, wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Aliposikia ya kwamba ni Yesu. Hii ni habari ya mtu ambaye ni muombaji kipofu. Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu alipokuwa amefika maeneo ya Yeriko akiwa na wanafunzi wake, alishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa. Napenda nikwambie mtu wa Mungu, huyo Yesu Kristo ambaye tunanena habari zake, kabla hajaenda msalabani alikuwepo duniani. Na neno la Mungu linasema ya kwamba alikuwa na wanafunzi ambao alikuwa anatembea nao, wale alikuwa anawaandaa kwa ajili ya kuachia kazi. Lakini nataka nikwambie, msafara wa Yesu Kristo ulikuwa ni msafara mkubwa, kwa sababu kila alipopita watu walimfuata Yesu. Kwa nini walimfuata Yesu? Wengine walitaka kusikia yale maneno anayazungumza, kwa sababu maneno ambayo Yesu alikuwa anayazungumza ni maneno yaliyokuwa yanaleta uzima, ni maneno ambayo yalikuwa yanaleta faraja, ni maneno ambayo yalikuwa yanaleta uponyaji. Lakini katika msafara wa Yesu Kristo kulikuwa na mambo mengi yanafanyika. Watu walikuwa wanafunguliwa, watu walikuwa wanaponywa, watu walikuwa wanapokea miujiza. Labda ndio maana bila shaka wale ambao wanataka kuona matendo makuu ambayo Yesu anayafanya walikuwa katika ule msafara wa Yesu Kristo. Huyo ndiye Yesu ambaye tunakuletea habari zake. Mahali popote pale alipokuwepo Yesu Kristo, wagonjwa wengi walikuja, watu wenye shida mbalimbali walifanya nini? Walikuja ili wapate kufunguliwa, ili wapate kuponywa. Huyo ndiye Yesu ambaye tumekuja naye. Huyo ndiye Yesu ambaye tunakuletea habari zake. Na sisi tu mashahidi wa habari za Yesu Kristo, kwamba ni yeye yule jana na leo na hata milele. Alivyotenda kabla hajaenda msalabani, ndivyo ambavyo anatenda hata sasa. Na neno la Mungu linatupa ushuhuda wa huyo mtu ambaye neno la Mungu linasema, mwana wa Timayo Bartimayo, yule mwombaji kipofu. Huyo alikuwa ni mwombaji kipofu. Neno la Mungu linasema alikuwa ameketi kando ya njia. Alikuwa ni kipofu, maana yake alikuwa hawezi kuona, ila alikuwa anasikia. Akawa ameketi kando ya njia, lakini lengo kubwa lilikuwa ni kwa ajili ya kuomba kwamba nisaidie. Na watu walikuwa wanajua ya kwamba yule ni muombaji nini? Kipofu. Na ndio maana Biblia inasema mwana wa Timayo Bartimayo, yule muombaji kipofu. Muombaji kipofu, maana watu walikuwa wanampa jina kwamba ni muombaji kipofu. Ninajua mahali pale ulipo, inawezekana umepewa jina kama huyo muombaji kipofu. Watu wengine wanapewa jina kwa sababu ya magonjwa, kwa sababu ya kwenda hospitalini kila siku. Ninakumbuka kuna shangazi yangu alikuwa mdhaifu, mpaka wakamuita bibi dhaifu, yani mpaka akapewa jina. Inawezekana ndugu yako hawezi kusema, wakawa wanamuita bubu. Kuna majina wamekupa kwa sababu ya hali unayofanya nini? Kwa sababu ya hali unayopitia. Kuna majina umepewa kwa sababu ya maisha unayoishi. Kama huyo muombaji, wakajua huyu ni muombaji kipofu. Kwa hiyo ni kweli alikuwa haoni,
lakini alikuwa anasikia. Na neno la Mungu linasema kwamba naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, aliposikia, haleluya, aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alipaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Alipaza sauti yake. Ndiyo, hajawahi kumwona Yesu, lakini bila shaka alisikia habari za Yesu. Maana yake kama asinga alisikia habari za Yesu, huyo mwombaji kipofu asingepaza sauti yake na kuomba rehema kwa Yesu. Neno la Mungu linasema ya kwamba akasema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Aliposikia tu kwamba huyo ni Yesu. Unajua mtu wa Mungu, ukisikia habari za Yesu Kristo wa Nazareti, huyo ni Mungu mwenye uwezo, huyo ni mtenda miujiza, huyo ni Mungu anayeponya, huyo ni Mungu ambaye anakutana na viwete na wanatembea, huyo ni Mungu ambaye anakutana na vipofu na wanapata kuona, huyo ni Mungu ambaye anakutana na mabubu, viziwi wanasikia na kusema. Kwa hiyo aliposikia kwamba anayepita huyu ni Yesu, pamoja na umati mkubwa huyo ni Yesu, akaona hiyo ni fursa. Kama ambavyo hivyo leo wewe unaisikia sauti hii, jua ya kwamba hiyo ni fursa. Tumemleta Yesu. Umeteseka vya kutosha, umepewa majina na majina, mambo yako hayaendi, mambo yako kwenye biashara hayaendi. Ni kweli kabisa, huyo mwombaji kipofu alihitaji rehema, akasema ya kwamba, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Alihitaji rehema. Alikuwa anajua inawezekana, alikuwa hastahili au maisha yake yakuwa mazuri. Ndio maana alimwambia Yesu, pamoja na hayo yote, mimi ninahitaji rehema zako. Niangalie kando ya njia ambapo nimekaa, mimi siwezi kuona, kazi yangu ni kuombaomba. Yesu, ninaomba unirehemu. Yesu Mwana wa Daudi unirehemu. Neno la Mungu linasema, na wengi wakamkemea. Wengi wakamkemea. Wengi wakamkemea ili anyamaze. Wakamkemea ili anyamaze. Wale ndio ambao walikuwa wana uwezo wa kuona. Wale ndio walikuwa wanatembea pamoja na Yesu. Bila shaka walikuwa wanamwambia, wewe kipofu, acha. Huu ni msafara wa mtu mkubwa anaitwa Yesu. Huu ni msafara wa mtenda miujiza. Huu ni msafara wa mtenda maajabu. Ebu nyamaza kimya, acha kuita Yesu. Neno la Mungu linasema wazi ya kwamba walipomkemea, tena anasema walimkemea, wakamwambia, nyamaza kimya, nyamaza kimya, usipige makelele. Lakini neno la Mungu linasema yule mwombaji kipofu Bartimayo hakunyamaza kimya. Biblia inasema ya kwamba lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Walipomnyamazisha kimya, wala hakukubali. Nami nataka nikwambie mtu wa Mungu, Yesu Kristo yeye ni mtenda miujiza. Yesu Kristo yeye ni mponyaji. Paza sauti yako kwa Yesu upate uponyaji. Paza sauti yako kwa Yesu upate kufunguliwa. Paza sauti yako kwa Yesu upate kupokea muujiza. Paza sauti yako kwa Yesu upate kupokea uponyaji. Paza sauti yako kwa Yesu upate kupokea kile unataka kupokea kwa Yesu.
Usikubali mtu yoyote akunyamazishe. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Biblia inasema sehemu nyingine, yeye anasema ya kwamba anatenda kazi hata sasa. Huyo Yesu wa Biblia anatenda kazi hata sasa. Sisi unayetuona hapa, unayetusikia, tumemwona Yesu akifanya mambo makubwa katika maisha ya watu. Tumemwona Yesu akitenda mambo makubwa hata katika maisha yetu binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, mkuu anakuita. Jipe moyo, mkuu anakuita. Haleluya! Inashangaza sana. Wale waliomwambia nyamaza, hao wanamwambia jipe moyo. Yesu amekusikia. Nami nataka nikwambie, mimi si kati ya wale wanaokunyamazisha. Mimi nimekuja kukutia moyo ya kwamba jipe moyo. Yesu amesikia kilio chako. Yesu amesikia maombi yako. Yesu ameona mateso yako. Yesu ameona changamoto kwenye ndoa yako. Yesu ameona changamoto kwenye biashara yako. Na Yesu amesimama leo. Sikia sauti yake. Anakuita, anakuita. Nami nasema jipe moyo. Yesu amekuona. Yesu amekuona. Nasema Yesu amekuona. Jipe moyo. Lakini neno la Mungu nasema wale waliomnyamazisha huyo muombaji kipofu ndio wale ambao walikwenda wakamwambia yule kipofu, jipe moyo, inuka. Jipe moyo, inuka, anakuita. Jipe moyo, inuka, anakuita. Nimependa hapa mimi, neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu akasimama. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita kwa sababu Yesu alimsikia wakati anaomba rehema. Mpendwa mtu wa Mungu, atamani kabisa, cha maana kwenye maisha ni kutaka. Akasema, Yesu akasimama. Unajua watu wa Mungu, huyo Yesu ana upendeleo. Nataka kusema Yesu ana upendeleo. Watu wa mataifa yote, watu wa makabila yote, watu wa dini zote ambao wanamwita Yesu anawasikia. Wanaolia kuomba msaada, Yesu anawasikia. Na ndio maana tuko hapa tunakuletea habari za Yesu. Wewe ambaye unataka msaada kutoka kwa Yesu, na tunataka kusema ya kwamba Yesu amekusikia. Yesu amekusikia. Amesikia kilio chako, jinsi unavyolalamika na ugonjwa ulionao. Umekwenda kwa madaktari, wamekwambia hauna tiba. Unaishi kwa madawa, unaishi kwa mateso, unaishi kwa maumivu makali. Umelala kitandani, umepooza, umekata tamaa, unalia usiku na mchana. Mimi ninayo habari njema. Jipe moyo, Yesu amekusikia. Jipe moyo, Yesu amekusikia. Na nataka kufanya jambo kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno la Mungu linasema wale waliokuwa wamemwambia nyamaza, wakamwambia jipe moyo, inuka na kuita. Nami nimempenda sana huyu muombaji kipofu. Neno la Mungu linasema akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Na huo ndio ujumbe wangu katika
jioni ya usiku wa leo, Yesu anakuuliza, unataka akufanyie nini? Unataka akufanyie nini? Mtenda miujiza anakuuliza kwamba unataka akufanyie nini. Unajua yule alikuwa ni muombaji. Unajua wakati mwingine nimeshangaa sana, nilikuwa mchungaji, nimeshangaa sana, niliona habari fulani, nikamwona mtu mmoja akawa ameona watu wamekaa barabarani wanaomba. Mchungaji walikuwa wanaomba, na alikuwa ni mama, alikuwa na Biblia yake. Akafika akamwombea mmoja ambaye alikuwa amekaa kwenye wheelchair, akainuka na kutembea. Akamwombea mwingine, alikuwa yeye ni kipofu, akainuka na kutembea. Lakini mwingine alikuwa ni mwanaume, anaonekana alikuwa akili zake sio nzuri, lakini pia hawezi kufanya nini, hawezi kutembea, na mke wake alikuwa amemweka kwenye wheelchair. Hasa yule mtumishi wa Mungu akataka muombe, lakini yule mke wake akawa amekataa kwamba hauna sababu ya kumuombea, kwa sababu wale walikuwa wanachukulia ile changamoto kama mradi. Kwa vile yule alikuwa ni muombaji kipofu, Yesu alitaka ajue anataka pesa au anataka nini. Na ndio maana akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie nini? Pendwa mtu wa Mungu wa thamani kabisa, mahali popote pale unaposikia sauti hii, Yesu anakuuliza katika usiku wa leo kwamba unataka akufanyie nini? Unataka akufanyie nini? Na mimi nataka nikwambie, Yesu anaweza. Wewe unataka akufanyie nini? Ndiyo, alimuona kwamba ni kipofu, lakini alitaka kujua kwamba anataka Yesu amfanyie nini. Labda alikuwa anataka nguo au alikuwa anataka pesa. Akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Nataka nipate kuona. Mimi sitaki pesa, wala sitaki nguo, wala sitaki kitu kingine chochote kile. Mimi ninachotaka kwamba macho yangu yafumbuke. Nataka nipate kuona. Labda bila shaka amechoka kuendelea kukaa pale barabarani akiwa anaendelea kuombaomba. Tunajua ukiendelea kuombaomba unakuwa ni tegemezi. Barabarani ni mpaka upelekwe mtu akushika mkono pale barabarani, wengine wakupe, labda wengine wakutukane. Yeye alipomwona Yesu alijua ya kwamba hiyo ndiyo fursa yake, amwambie kwamba mimi nataka nipate kuona. Mwalimu wangu, mimi nataka nipate kuona. Pendwa mtu wa Mungu wa thamani kabisa, mahali popote pale unaposikia sauti, Yesu anakuuliza kwamba unataka kufanyia nini. Muombaji kipofu, yeye alitaka apate kuona. Wewe unataka Yesu akufanyie nini? Hebu sema katika jioni ya leo, unataka Yesu akufanyie nini? Unataka Yesu akufanyie nini? Unataka Yesu akufanyie nini? Biblia inasema akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata Yesu. Haleluya! Akapata kuona, akamfuata Yesu. Bwana asifiwe sana. Yesu akamwambia, imani yako imekuponya. Bwana asifiwe. Yule mtu alikuwa na imani. Unajua Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika. Yaani una uhakika bila mashaka yoyote kwamba Yesu anaweza kufanya hicho
tunachotaka kifanye. Yesu ina maana aliona kwamba yule mtu alikuwa na imani. Wakati alipokuwa anamwita Yesu, alikuwa na uhakika kwamba lazima ataona. Leo wewe una uhakika gani? Na mimi nataka nikwambie, huyo Yesu tunayenena habari zake ni uhakika. Kwa uponyaji ni uhakika, kwa miujiza ni uhakika, kwa wokovu ni uhakika. Kwa sababu tunayezungumza hapa, Yesu ametuokoa. Yesu ametuokoa. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba Yesu anaokoa. Yesu ametuponya, na tumeona wengi ambao Bwana Yesu amewaponya, hata waliolala kitandani wakiwa wajiwezi. Ninakumbuka mchungaji, yule mama mmoja ambaye alitupigiaga simu akiwa Manyoni. Kaka yake alikuwa hospitalini, alikuwa hajiwezi. Akasema aombewe, na baada ya kumwombea tukasema